mpaka huko mtaniona vizuri. Ziara ya chama yenye mambo mawili. Jambo la kwanza, katiba mpya. Nini? Na nitaeleza kwa undani katiba ni nini na kwa nini tunataka katiba. Jambo la pili, free Tundu Lissu. Jambo la pili ni nini? Katiba hii hapa ya mwaka 77 ndio mwongozo wa namna ya nchi yetu inavyopaswa kuongozwa. Katiba hii iliandikwa na Mwalimu Nyerere na wazee wengine miaka mingi iliyopita. Mwalimu aliandika katiba hii akiamini kwamba watu wote wanaoongoza nchi hii au watakaoongoza baada yake wana nia njema na ni watu wema kama yeye. Kwa hiyo ina makosa makubwa, lakini kwa sababu Mwalimu alikuwa mwadilifu, alikuwa nini? Aliweza kuongoza nchi hii licha ya katiba hii kuwa na mapungufu makubwa, akaiongoza kwa mafanikio makubwa. Na ilikuwa inapiga hatua. Ilikuwa inafanya nini? Baada ya Mwalimu kuondoka, viongozi waliofuata ambao wengi wao hawajachaguliwa, akiwemo huyu mama, hajachaguliwa na wananchi wa nchi hii. Uongo kweli? Nani aliyemchagua hapa Samia? Nani aliyemchagua? Polisi mlimchagua? Hata nyie hamkupiga kura. Uongo kweli? Na sio Heche anayesema hivyo, sio Heche anayesema hivyo. African Union, Umoja wa Afrika, umesema Tanzania hakukuwa na uchaguzi. Uongo kweli? Thabo Mbeki Foundation imesema Tanzania hakukuwa na uchaguzi. Uongo kweli? SADC imesema Tanzania hakukuwa na uchaguzi. Uongo kweli? Umoja wa Ulaya umesema Tanzania hakukuwa na uchaguzi. Uongo kweli? Umoja wa Mataifa nao unatambua kwamba Tanzania hakukuwa na uchaguzi. Kwa nikisema hajachaguliwa, sio mimi ninayesema tu. Waangalizi wote wa kimataifa waliokuwemo ndani na waliowazuia kuingia, wote wanajua hakukuwa na uchaguzi, bali kulikuwa na mauaji. Uongo kweli? Katiba hii mbovu, japo inasema hivi, ibara ya 8, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote, na serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii, kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote, na wananchi watapata mamlaka, yani serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi. Hilo la kwanza. La pili, sehemu B, sehemu A inasema, sehemu B, lengo kuu la serikali, kwa hiyo lengo namba 1 la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Itakuwa ni ustawi wa nini? Ibara ya 9 inasema hivi, lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake, na udugu na amani, na kutokana na kufuata siasa ya ujamaa na kujitegemea, ambayo inasisitiza utekelezaji wa msingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kutekeleza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba maendeleo ya uchumi wa taifa yanakuzwa na kugawanywa na kupangwa kwa ulinganifu
hii kwamba kila mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi anafanya kazi na kazi ya maana, yani kwamba kila mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi anafanya kazi, na kazi maana yake ni shughuli yoyote halali inayompatia riziki. Si kwamba shughuli za serikali zinatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa, hilo ndio muhimu sana, utajiri wa taifa unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote kwa ujumla, na pia kuzuia kumnyonya mtu mwingine. Hilo ndio nilikuwa nataka nilisome, kwamba utajiri wa nchi yetu, serikali ikishapatikana, imesema ibara ya 8 kwamba serikali itatokana na nyie. Uongo kweli? Na serikali hiyo ikishapatikana, lengo lake namba 1 ni ustawi wa kwako mwananchi. Nikisema ustawi, mnanielewa? Ulale pazuri, usome shule nzuri, utibiwe pazuri, upate kazi ya kufanya kukuingizia kipato, usinyonywe. Na hilo ni lengo kuu. Sasa baadaye ikaweka mstari ili hilo lengo kuu lifikiwe. Nini kitatumika kuhakikisha wewe unalala pazuri, unatibiwa pazuri, unasoma vizuri, unaendesha gari? Ikasema utajiri wa nchi yetu ndio utakaowezesha lengo kuu hilo kutimia. Sasa utajiri huo ni nini? Hapa ndio nataka mnisikilize vizuri. Nchi hii imejaliwa sana na Mwenyezi Mungu. Ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. Laki ngapi? 945. Ukichukua Kenya, ukichukua Uganda, ukichukua Rwanda, ukichukua Burundi, ukiziunganisha kwa pamoja, zinakuwa na kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu nimewaambia 900 na ngapi? 45. Huo ni utajiri wa kwanza, ardhi kubwa. La pili ni nchi pekee duniani, sema nchi pekee duniani, yenye madini yanayoitwa Tanzanite. Hayapatikani kwingine kokote isipokuwa pale Mererani, Tanzania, Arusha. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi dunia hii, kwenye sayari ya dunia. Ukianzia kwetu Tarime, unakutana na mgodi mkubwa kuliko yote Afrika, mgodi wa North Mara. Ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Bulyanhulu ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Singida ni dhahabu, ukija Mbeya ukaenda Chunya ni dhahabu. Kila kona ya nchi hii ni dhahabu imetapakaa. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi kwenye sayari ya dunia hii. Nchi yenye madini yanayoitwa nickel na cobalt, yanayotumika kutengeneza betri za simu hizo mlizoshikilia na injini za ndege. Madini yanayotumika pia kutengeneza, leo dunia inatoka kwenye magari yanayotumia dizeli na petroli, inakwenda kwenye magari yanayotumia betri za umeme, yanayotumia umeme. Magari yote yanayotumia umeme, madini yanayotumika kutengeneza zile betri zinazoendesha hayo magari yanatoka Tanzania, pale Kabanga, Kagera. Ukienda ukanda wa kati, Singida, Dodoma, unakutana na madini yanaitwa uranium, madini yanayotumika, yanayogombanisha dunia, yanayotumia kutengeneza silaha kali za nyuklia duniani na umeme wa nyuklia. Lakini pia yanapatikana hapo na Mtumbo. Ndio tumeona juzi wanasaini mkataba na Warashia. Ukija kusini mwa Tanzania, ukienda kusini zaidi, kule tulikokuwa, unakutana na madini ya gesi
futi za ujazo trilioni 54.5. Hiyo ndio gesi inayoweza kubadilishwa ikawa petroli, ikawa diesel. Ndio gesi inayoweza kubadilishwa ikiwekwa kwenye mitambo, ikawekwa kwenye mitungi mnayopikia. Ndio gesi inayozalisha mbolea, ndio gesi inayozalisha umeme. Tuna futi za ujazo trilioni 55 pale Mtwara na Lindi. Ukienda kule Mtwara na Lindi, tulikuwa Songea, tumepishana na maroli yamebeba matani na matani ya makaa ya mawe, yanatoka Tanzania yanakwenda huko duniani. Yanakwenda kufanya nini? Yanakwenda kuzalisha nishati ya kuyeyusha chuma. Nchi zingine Mwenyezi Mungu amezipatia chuma, lakini akazinyima makaa ya mawe yanayotumika kuyeyusha hicho chuma. Sisi Mwenyezi Mungu alivyotupendelea, kwingine anaweka chuma chini ya ardhi. Sisi alitengeneza mlima kabisa pale Mchuchuma na Liganga. Kwa hiyo sisi Mwenyezi Mungu ametupa chuma, alafu akatupatia na makaa ya mawe ya kuyeyushia hicho chuma, na akatuwekea mchanga wa kusafishia chuma pale Iringa. Kwa hiyo chuma chote kinachotumika kutengeneza magari, kinachotumika kutengeneza nondo, kinachotumika kutengeneza mabati, kinachotumika kutengeneza uvumbuzi namba 1 duniani mkubwa zaidi ambao binadamu alivumbua baada ya ujima ni chuma. Sisi tuna chuma cha kutumia miaka 100 kabla hakijaisha, na Mwenyezi Mungu ametupa makaa ya kuyeyushia. Mwenyezi Mungu ametupa mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro, una theluji juu yake, mlima wa maajabu. Mwenyezi Mungu ametupa mbuga kubwa kuliko zote kwenye dunia hii, mbuga ya Seru, inafuatiwa na mbuga ya Serengeti na mbuga ya Ngorongoro, ambayo iko kwenye maajabu 7 ya dunia. Maajabu 7 peke yake Mwenyezi Mungu aliyoumba duniani, mojawapo ya hilo ajabu liko Tanzania, Ngorongoro Crater. Mbuga ya Seru ina kilomita za mraba 50,000. Nchi ya Israeli ina ukubwa wa kilomita za mraba 22,000. Kwa hiyo ile Seru Israeli inaingia mara 2 na kubaki chenji. Hiyo nchi ya Rwanda ina watu milioni 14, ina ukubwa wa kilomita za mraba 26,000. Mkoa wa Mbeya peke yake una kilomita za mraba 35,000. Ina maana Mbeya ni kubwa kuliko nchi ya Rwanda ya Kagame hii. Sasa ndugu zangu, sisi tuna ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Tukianza kutaja rasilimali tulizo nazo, tutakesha hapa Mbeya na hatutamaliza. Sasa tujiulize, kwa nini katikati ya utajiri huu watu wetu ni maskini? Kwa nini? Kwa nini watu wanalala njaa? Kwa nini watu wanakufa kwa kukosa madawa? Kwa nini wengine wanakwenda kutibiwa Ulaya wakipiga chafya na wengine tunafia rufaa hapo mkoani? Kwa nini? Ni kwa sababu wao wamezaliwa vizuri zaidi? Ni kwa sababu wao wamezaliwa na malaika? Ni kwa sababu wao ni wateule wa Mungu? Ni kwa nini? Kwa nini wao wanaendesha magari, wanalala pazuri, watoto wao wanasoma vizuri, alafu nyie mnateseka? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini wao wanamiliki mali nyingi ambazo hazina maelezo, wakati Mtanzania mwingine anakufa kwa kukosa shilingi 500 katikati ya utajiri? Kwa nini? Jibu ni moja. Jibu ni moja Mbeya. Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji mambo 4. Inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Watu tunao, uongo kweli? Milioni 65, watu wazuri, watu wema. Nimetoka Mbarali, naona watu wanavyofanya kazi hawalali. Nyie watu wa mkoa wa Mbeya ni watu wachapa kazi,
watu tunao, ardhi tunayo. Nimewaambia inaunganishwa nchi 4 na bado hazitufikii. Ardhi tunayo. Kinachokosekana kwenye nchi hii ni siasa safi ambayo itatuletea uongozi bora. Tunaongozwa na watu wajinga wasiokuwa na uwezo. Lazima tuwaondoe madarakani na tubadilishe nchi hii. Na hayo yote yamesababishwa na nini? Na katiba mbovu. Hii katiba imeeleza mambo mengi. Ukienda kwenye section za kwanza, imeeleza kila mtu anayo haki ya kuwa huru na kuishi kwa uhuru, kwa madhumuni ya kuhifadhi. Hakuna mtu ataonewa, hakuna mtu atatwezwa utu wake, hakuna mtu atadhalilishwa, hakuna mtu ataadhibiwa kinyume cha sheria. Inaeleza tuna haki ya kupata habari, inaeleza sisi tuna haki za nini. Lakini hayo maeneo yote ambayo katiba inaeleza, hayo maeneo yote, asante, naomba nimalize kwanza. Hayo